Siku chache zilizopita, Jumuiya ya Madola iliitaka serikali ya Tanzania kuimarisha demokrasia. Taarifa juu ya Tundu Lissu kuachiliwa pia ndani ya siku 30. Mjumbe maalum wa Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Madola Mheshimiwa Dr. Lazaro Chakwera, ambaye ni rais mstaafu wa Jamhuri ya Malawi, alihitimisha ziara yake nchini Tanzania iliyolenga kuimarisha misingi ya demokrasia, maridhiano, uwajibikaji na utawala jumuishi kufuatia matukio yaliyozunguka uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025. Ziara hiyo ilifanyika kwa kuungwa mkono na maafisa wa Sekretarieti ya Jumuiya ya Madola kufuatia ombi la kikao cha 71 cha kundi la mawaziri wa Jumuiya ya Madola ambacho kilitaka Tanzania iwekwe kwenye ajenda rasmi ya kundi hilo. Kwa mujibu wa taarifa ya Jumuiya ya Madola, Dr. Chakwera alipewa jukumu la kushirikiana na wadau mbalimbali ili kusaidia kuimarisha na kulinda maadili na misingi ya Jumuiya ya Madola, na miongoni mwa maneno yaliyosisitizwa ni uhuru wa kukusanyika, uhuru wa kujieleza pamoja na uhuru wa vyombo vya habari. Pia alitaka kutathmini uwezekano wa kuanzishwa kwa jukwaa la mashauriano kati ya vyama vya siasa kuhusu mageuzi ya uchaguzi pamoja na kuchunguza njia za wazi za shirikishi za kuendeleza mazungumzo ya kitaifa, maridhiano na uwajibikaji kufuatia maandamano, vurugu na matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025. Katika ziara yake, Dkt. Chakwera alikutana na wadau mbalimbali katika miji ya Dar es Salaam, Dodoma pamoja na Zanzibar, na miongoni mwa viongozi waliokutana nao ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dkt. Hussein Ali Mwinyi pamoja na Makamu wa Kwanza Rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman na viongozi wengine wakuu wa serikali. Mjumbe huyo pia alifanya mazungumzo na Spika wa Bunge, Jaji Mkuu na Mwenyekiti wa Tume ya Taifa Uchaguzi, Mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, msajili wa vyama vya siasa pamoja na viongozi wa Tume ya Uchunguzi kuhusu matukio Oktoba 29, 2025. Aidha, Dkt. Chakwera alikutana pia na viongozi wa vyama vyote 19 vya siasa nchini Tanzania, ikiwemo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu ambaye inaendelea kushikiliwa na serikali ya Tanzania. Pia alikutana na viongozi wa staff wa serikali, wabunge, wanadiplomasia, wawakilishi wa jumuiya za kimataifa, mashirika ya kiraia, watetezi wa haki za binadamu, viongozi wa dini pamoja na wawakilishi wa vyombo vya habari, vijana pamoja na wanawake. Dkt. Chakwera pia alipongeza utayari ulioonyeshwa na wadau mbalimbali wa kushirikiana katika kuendeleza maridhiano na kuhakikisha kuna uwajibikaji kwa waathirika wa matukio ya kisiasa pamoja na familia zao. Aliweka mkazo kwa Tanzania inahitaji kuimarisha imani ya wananchi katika taasisi zake na kuendeleza mchakato wa maridhiano, ustahimilivu pamoja na utulivu ndani ya nchi. Mwishoni, Dkt. Chakwera alisema, nimefarijika na uzalendo ulioonyeshwa kwa wadau wote, ingawa ninatarajia matokeo ya tume ya uchunguzi katika siku zijazo. Ninaungana na Watanzania katika imani kwamba kazi ya kujenga amani na ustawi wa kudumu inahitaji msingi wa nia njema, kuheshimiana na kujitoa kwa ukweli pamoja na uwajibikaji. Pia itahitaji mazungumzo ya wazi na yenye kujenga haki pamoja na maliziano pamoja na mchakato wa kidemokrasia iliyo wazi na shirikishi kwa ajili ya kutekeleza mageuzi. Msingi huo wakati mwingine huhitaji msaada na ushirikiano kutoka kwa marafiki na majirani wema. Ninaishukuru Tanzania kwa kukubali msaada wetu. Kufuatia ujio huo wa Dkt. Chakwera, ripoti yake iliwasilishwa kwa Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Madola ambayo itasaidia kuandaa taarifa itakayowasilishwa kwa kundi la mawaziri wa Jumuiya ya Madola. Jumuiya ya Madola imesema itaendelea kushirikiana na Tanzania kama mwanachama muhimu wa familia hiyo kwa misingi ya ushirikiano na kuheshimiana, huku ukiunga mkono juhudi za maridhiano, mageuzi na kuimarisha taasisi, utawala jumuishi pamoja na maendeleo. Wakati huo, taarifa iliyochapishwa na chombo cha habari cha Mattis Highland imeeleza kuwa kundi la mawaziri wa Jumuiya ya Madola SMJ imetaka Tanzania kuchukua hatua za kurejesha uhuru wa kidiplomasia kwa kufuata ratiba ya siku 30, 60 mpaka 90. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Tanzania imepewa siku 30 kuondoa vikwazo vinavyodaiwa kuwekwa dhidi ya uhuru wa kujieleza na kuendeleza mchakato wa kisiasa na kisheria unaolenga kuhakikisha kuachiliwa kwa mwenyekiti wa Chadema ndugu Tundu Antipas Lissu. Taarifa hiyo pia imedai kuwa Tanzania imepewa siku 60 kurejesha uhuru kamili wa matumizi ya mitandao na mawasiliano ya kidijitali, huku muda wa siku 90 ukitajwa kwa ajili ya kuitishwa kwa jukwaa jumuishi la mashauriano kati ya vyama vya siasa. Jukwaa hilo linadai kutakiwa kujadili mageuzi ya uchaguzi, ushindani wa kisiasa, masuala ya watu wanaoshikiliwa, uwajibikaji wa kidemokrasia na njia za kurejesha imani katika taasisi za umma. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, iwapo hatua hizo hazitatekelezeka ndani ya muda uliotajwa,
CMAJ inaweza kuzingatia hatua nyingine itakapokutana tena mwezi Novemba. Katika taarifa iliyotolewa na Jumuiya ya Madola katika kikao cha 73 cha kundi la mawaziri wa Jumuiya ya Madola, kundi la mawaziri wa Jumuiya ya Madola lilifanya kikao chake cha 73 katika mkutano maalum siku ya tarehe 10 Ijumaa Julai 2026. Katika kundi hilo lilimkaribisha Mheshimiwa Chris Fenn, waziri wa mambo ya nje na masuala ya Ulaya wa Malta, na kukubaliana na Mheshimiwa waziri huyo kuchukua nafasi ya mwenyekiti CMAJ kufuatia Malta kuwa mwenyekiti wa kundi hilo. Kundi la Jumuiya ya Madola lilitoa shukrani za dhati kwa aliyekuwa mwenyekiti wa kundi hilo Dr. Ian Bob pamoja na serikali ya Malta kwa kujitoa kwao kwa dhati katika kazi na kwa kuendelea kutetea maadili ya msingi ya Jumuiya ya Madola yakiwemo demokrasia, utawala bora na haki za binadamu pamoja na utawala wa sheria. Wakilishi kutoka Antigua na Barbuda, Botswana, Canada, Grenada, Mauritius, Samoa na Zambia walihudhuria pia katika kikao hicho. Kikundi kazi cha mawaziri wa Jumuiya ya Madola ilithibitisha tena dhamira yake ya kulinda maadili ya misingi ya kisiasa ya Jumuiya ya Madola kama ilivyoainishwa katika mkataba wa Jumuiya ya Madola. Kundi hilo pia ilisisitiza tena uungwaji mkono wake kwa juhudi za upatanishi na mawasiliano ya katibu mkuu, zikionekana kuwa nyenzo muhimu katika kulinda na kuendeleza maadili hayo. Pia ilipokea ripoti kuhusu ziara ya mjumbe maalum nchini Tanzania. Kundi kazi la mawaziri wa Jumuiya ya Madola lilipokea kwa shukrani ripoti ya katibu mkuu kuhusu ziara iliyofanywa chini ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mjumbe wake maalum Mheshimiwa Dr. Lazaro Mikath Chakwera, rais mstaafu wa Jamhuri ya Malawi. Kundi hilo pia lilipokea taarifa mpya kuhusu mchakato wa juhudi za katibu mkuu za kushirikiana na Tanzania katika kutafuta maendeleo na suluhisho la masuala yaliyokuwa yakifuatiliwa. CMAJ ilipongeza ushirikiano ulioonyeshwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwezesha mjumbe maalum kupata nafasi kamili na uhuru wa kutembea na kukutana na wadau mbalimbali katika Dar es Salaam, Dodoma pamoja na Zanzibar. Kundi hilo pia litambua hatua hiyo kuwa muhimu katika kujenga imani na kuimarisha ushirikiano kati ya Tanzania pamoja na Jumuiya ya Madola. Pia ilipokea taarifa ya tume iliyotolewa na serikali na kutambua dhamira iliyoelezwa na serikali kuhusu maridhiano, mageuzi pamoja na uwajibikaji. Wasiwasi kuhusu hali ya demokrasia na uhuru wa kisiasa. Ikikumbuka masharti manne yaliyotambuliwa katika kikao cha 71 kilichofanyika tarehe 5 Disemba 2025, kundi kazi la mawaziri wa Jumuiya ya Madola lieleza wasiwasi kwamba ingawa sharti moja limetekelezwa na jingine limetekelezwa kwa kiwango fulani, masharti mengine mawili bado hayajapata ufumbuzi. Pia ilieleza wasiwasi kuwa hali imeendelea kuzorota tangu ziara ya mjumbe maalum. Miongoni mwa mambo yaliyotajwa ni kuwepo kwa vikwazo vya kitaifa dhidi ya shughuli za kisiasa, kuendelea kwa shinikizo dhidi ya nafasi ya kiraia, baadhi ya majukwaa ya mitandao ya kijamii na mazingira ya vyombo vya habari kwa jumla. Kundi hilo pia lilieleza wasiwasi kuhusu kuendelea kushikiliwa na kuendelea kwa kesi za kisheria zinazomhusu kiongozi mkuu wa chama cha upinzani pamoja na hali ya hofu miongoni mwa vyama vya upinzani. Kundi la mawaziri wa Jumuiya ya Madola liliamua kuendelea kuiweka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ajenda yake rasmi kwa hatua hii. CMAJ ilimuhimiza katibu mkuu kuendelea kushirikiana na Tanzania ili kuunga mkono maendeleo ya wazi yanayopimika katika kutekeleza masuala matatu yaliyokuwa bado hayajakamilika kama ilivyotajwa katika kikao cha 71 kilichofanyika tarehe 5 Disemba 2025. Kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya uhuru wa kukusanyika na kujieleza pamoja na vikwazo vinavyoathiri mashirika ya kiraia pamoja na vyombo vya habari. Kufanyika kwa jukwaa la mashauriano kati ya vyama vya siasa ili kukubaliana kuhusu mfumo wa pamoja wa kuelekea uchaguzi unaofuata. Utekelezaji wa michakato ya wazi ya kisheria na kiutawala kwa ajili ya kuwajibisha waliohusika na vurugu pamoja na madhara yaliyotokana nazo na kuwapa waathirika fidia pale inapostahili. Ilitambua mapendekezo ya mjumbe maalum kuhusu hatua maalum zinazopaswa kuchukuliwa ndani ya muda uliopangwa kama ifuatavyo. Ndani ya siku 30 kutatuliwa kwa swala la kuendelea kushikiliwa kwa Tundu Lissu kupitia njia ya kisiasa na kisheria pamoja na kuachilia watu wengine wanaoshikiliwa kwa sababu pekee ya kutumia haki zao kwa njia ya amani. Ndani ya siku 60 kurejeshwa kwa upatikanaji kamili wa majukwaa ya kidijitali na kusitishwa kwa vitisho au vitendo vya kuwanyanyasa waandishi wa habari, wanaharakati na watetezi wa uhuru kujieleza.